Waziri wa elimu Julius Ogamba amesema mawazo ya kuwa mipango ya masomo ya kiufundi ni ya wale waliofeli kujiunga na vyuo vikuu sasa yamebadilika, huku wanafunzi waliofaulu wakiamua kujiunga na vyuo vya kiufundi ili kupata ujuzi. We need to remove from our parents, from our public, that TVET is for failures. It is not. And that's why this year we know the cut-off point is C+. Out of the 965,000 students who did KCSE, only 246,000 got C+ and above. But when we opened the portal first in February for KUPS, we decided that let the people who want to go to TVET first be the ones to apply, because last year there was a clock, everybody applied and then the portal came down. Ogamba akibainisha kuwa dhana ya kwamba wale wanaojiunga na vyuo hivyo ni wale waliofeli imebadilika, kwa sababu 85% ya wanafunzi wanapata ajira katika vyuo hivyo vya kiufundi, huku wengine wakipata ajira katika sekta mbalimbali. Ogamba alitangaza kuwa shilingi bilioni 8.5 zimetengewa kwenye bajeti ya ziada ili kusaidia vyuo vya kiufundi na kwamba wakufunzi wapya 5,500 wataajiriwa. With respect to funding, we have the help that normally funds this particular program, and we are working with them to ensure that as the students come in, they will be funded, and we have applied for the budget. In fact, in the supplementary budget as we speak, there is about 8.5 billion that is going to be released to support the TVET sector in this particular program. And in terms of trainers, as we increase the numbers, we are working towards raising trainers, and we have applied to be allowed to get budgets to employ a further 5,800 trainers. So we are working towards ensuring that that number is raised. Mwaka huu, mwezi Mei, taasisi za TVET zitalinganisha kikamilifu mitaala ya sasa na programu, ambapo wanafunzi watapata fursa za kuchagua kozi fupi na kufanya kazi kabla ya kurejea na kufanya kozi za muda mrefu. Khalid Abdullahi, Darubini.